Amen, amen. Ndiyo, ni muda mzuri ambao tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa pili, sura zake ni 9 na mstari wa 3. Mfalme akauliza, je, kuna mtu aliyebaki katika familia ya Sauli ili nipate kumtendea wema wa Mungu? Siba akasema, Yonathani ana mtoto hata sasa aliye kilema wa mguu. Amen. Amen, amen. Kwa majira kama na haya nimekuja na ujumbe kwako mpendwa unayenifuata, na ni neema na kibali tena. Acha niseme asante kwa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Nimekuja na ujumbe ambao unasema neema inayowatafuta waliosaulikiwa. Neema inayowatafuta waliosaulikiwa. Mpendwa unayenifuata kwa majira kama na haya, yawezekana unapitia muda mgumu kwa maisha yako. Yawezekana unafikiri ya kwamba mbingu zimekusaulika. Yawezekana unafikiri ya kwamba hata wanadamu wamekusaulika. Lakini leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna neema ndani ya Yesu Kristo. Neema inayowatafuta watu waliosaulikiwa. Neema inayowatoa watu kwenye shimo na kuwainua tena juu zaidi. Mahali ambapo tumesoma maandiko yanatuambia kwamba aseme mfalme Daudi akauliza, aseme, je, kuna mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli ili nipate kumtendea wema wa Mungu? Je, kuna mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli ili nipate kumtendea wema? Hii ni sauti ya agano, sio sauti ya hukumu. Hapana. Daudi hakuwa anamtafuta mtu wa kumhukumu, lakini alikuwa anamtafuta mtu wa kumtendea wema wa Mungu kwa sababu ya agano ya Yonathani. Mpendo unanifuata kwa majira kama na haya, yawezekana maisha yako hayaendeki. Yawezekana unaonekana ya kwamba umeachwa, lakini leo kuna neema yako. Leo Yesu Kristo anauliza, je, kuna mtu aliyesalia? Yesu Kristo anauliza, je, kuna mtu aliye kwenye maumivu? Yesu Kristo anauliza, je, kuna mtu ambaye anayepitia bonde wa uvuli wa mauti? Amini ya kwamba Bwana yu pamoja nawe. Bwana yu pamoja nawe, maana gongo lake na fimbo yake linakufariji kila leo. Na Daudi alipouliza, maandiko yananiambia aseme, Siba akasema ya kwamba aseme Yonathani ana mtoto hata sasa ambaye ni Mefibosheti, lakini ni kilema. Amen, amen. Dunia inaweza kujua kwa madhaifu yako. Dunia inaweza kujua kwa gisi labda umeshindwa, lakini neema ya Yesu Kristo ndio inakuwa na uwezo wa kufuta madhaifu yako na kuyaonorea yale madhaifu na kufanya tena kuwa hai na heshima katika watu. Ni pale ndipo Daudi alipoomba ya kwamba Mefibosheti aletwe. Haijalishi Mefibosheti alikuwa mahali gani, haijalishi Mefibosheti alikuwa anafikiri ya kwamba amesaulikiwa, lakini wakati Mungu anapokusudia, wakati neema ya Mungu inapokutana na mtu ama inapokumbuka, utafikiri ya kwamba tu au kuteseka sana. Maana mpango wa Mungu unapofika ni mpango ambao una sababu kubwa kwa maisha yako. Na Mefibosheti alipoletwa, neema ya kujali alikuwa wapi? Nimekuja kumwambia mtu ananifuata kwa majira kama na haya ya kwamba kuna ufunuo mkubwa mahali hapa. Mefibosheti ya kumtafuta Daudi, lakini ni mfalme Daudi ndiye aliyemtafuta Mefibosheti. Ni hapa katika Luka 19 na mstari wa 10, maandiko yanatuambia Yesu mwenyewe anasema, aseme mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ni Yesu ndiye aliyetupenda kwanza. Ni Yesu ndiye aliyetutafuta kwanza katika neema yake. Maana mwanadamu aliposhindwa, maana mwanadamu alipoanguka, alifananishwa na Mefibosheti. Alifananishwa na mtu ambaye amevunjika. Alifananishwa na mtu ambaye alikuwa Lodebari.
mahali ambapo hakuna thamani, mahali ambapo hakuna uhusiano na mfalme, mahali ambapo hakuna heshima, lakini neema ya Mungu ikamkogota. Mpendwa, neema ya Yesu Kristo imetulogota. Neema ya Yesu Kristo imeturejesha katika bustani ya Edeni. Neema ya Yesu Kristo imetupatia vilivyopotea katika bustani na kuturejeshea tena. Maana Yesu Kristo alipokuja na kufa kwa ajili yetu na kufufuka, ni neema ile ambayo ilikuwa inatutafuta. Swali inakuja, je, kuna mtu anayesalia? Je, kuna mtu anayesalia dhambini? Mpendwa, ni neema hii ambayo tuko ndani. Kuishi kwetu leo, kusikia neno hili ni neema. Maana kuna wengi ambao wangetamani kupewa nafasi ya kusikia neno, lakini muda wao umeisha na sasa wamebadilishwa majina. Lakini wewe na mimi tumepata neema ya kusikia kwamba kuna neema inaowatafuta watu waliosaulikiwa. Kuna neema inaowatafuta watenda dhambi. Kuna neema inaowatafuta wale ambao walifikiria kwamba maisha yao haiwezi kutengamana tena. Yesu Kristo anakuita leo. Yesu Kristo anakuhitaji tena akutengeneze upya. Neema ya Yesu Kristo inamtafuta mtu kama Mefibosheti, mtu aliye katika lodebari ya magonjwa, mtu aliye katika lodebari ya kushindwa. Maana kuna lodebari nyingi kwa ulimwengu wa kiroho. Yawezekana kwenye lodebari ya uchumi mambo yako hayaendeki. Leo neema ya Bwana inakuja kukutoa huko, ili upate kuona mkono wa Bwana, ili upate kuona wema wa Bwana. Lodebari uliomo sio mwisho wa maisha yako. Yesu tunayemwamini ana uwezo wa kumkutana mtu mmoja asubuhi ya leo lodebari, mahali ambapo ulimwengu umesema umemalizika, mahali ambapo wanadamu wamesema wewe hauwezi ukafanya kitu. Yesu yuko tayari. Yesu aliye mkuu kuliko Daudi yuko tayari kuingia kwenye ile shida yako, kama Mefibosheti alivyokuwa huko na akaletwa katika ikulu, akaletwa katika neema ya Bwana. Maombi yangu leo ni kwamba neema ya Mungu imkutane mtu mmoja. Maombi yangu leo, Yesu Kristo aseme na maisha ya mtu mmoja, amtoe mtu mmoja katika ile tatizo. Yawezekana unafika mahali ambapo akili zako zimeisha, yote uliokuwa unapangilia yaendeki, mipango yako imeharibika. Yesu ana habari njema kwako. Yesu anauliza, je, kuna mtu aliyesalia? Je, kuna mtu aliyesalia ili wema wa Bwana upate kukutana naye? Na maandiko yanatuambia ya kwamba aseme Mefibosheti alipofika, Daudi akarestore na akamwambia ya kwamba wewe utakuwa mgeni maalumu kwenye meza ya kifalme. Yesu leo anawaita wengi. Yesu leo anabisha mlangoni. Atakayefungua mlango atakula pamoja naye, atakayekubali kumpokea. Maana maandiko yanasema aseme wote waliomwamini na kumpokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Unapomwamini huyu Yesu, unapompokea huyu Yesu, unapokaribisha neema ya Bwana wa maisha yako, wewe utakuwa mwana wa Mungu. Wewe utapewa uwezo wa kukaa kwenye meza moja na Bwana wa kazi. Usichezee neema hii mpendwa. Hii meza ambayo Mefibosheti alikala eko inabeba mafunuo kwa ulimwengu wa kiroho. Maana Mefibosheti alipoingia kwenye ikulu, Mefibosheti alionekana kwa ulimwengu ya kwamba ni mlemavu wa miguu mbili, lakini alipokaa kwenye meza ya mfalme, ulemavu wake haukuonekana. Unapoingia ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita na yote yamekuwa sasa mapya. Unapokuwa na Yesu Kristo,
Waambie wanadamu wasikusumbue, wasikukumbushe vyako vya zamani, maana unabeba chapa ya Yesu Kristo. Wasikustaabishe, maana wao unambeba Mungu mzima. Neema ya Bwana inawatafuta leo watu waliosaulikiwa. Neema ya Yesu inawatafuta leo watu ambao wamepotea dhambini, watu ambao wameacha upendo wa Kristo. Neema ya Bwana inawatafuta leo, kama vile wakati za Nuhu. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, wakifanya biashara, na Nuhu alijaribu kuhubiri, kuwatangazia watu habari ya ukombozi, lakini alionekana ya kwamba ni mjinga. Alipowaambia kwamba gharika inakuja, alionekana ya kwamba ana akili. Alipowaambia habari ya ukombozi na uokolewa, walimwona kama iko sawa. Watu 8 ndio tu waliingia kwenye safina. Mpendwa, usicheze na neema. Kuishi kwako leo ni neema, na Yesu anawahitaji watu watakaoingia katika safina ya leo ambao ni Yesu Kristo, watu ambao watakaoingia ndani ya Yesu Kristo. Maana ukiwa ndani yake, naye atakuwa ndani yako, atafanya makao ndani yako. Maisha yako yatakuwa vile vile kama vile Mefibosheti alipookotwa kule Debari. Yesu leo yuko tayari kuwaleta watu kwake. Yesu leo yuko tayari kukuokoa. Yesu yuko tayari kubadilisha pasa yako na kupea heshima. Mpendwa, unanifuata mahali hapa leo, nimekuja kuambia ya kwamba neema ni leo. Usingoe kesho, maana kesho sio yako. Bwana anakuhitaji. Okoka, badilisha njia zako, mpokee Bwana wa kazi, maana neema ina mwisho. Neema ina mwisho. Kuna wakati utatafuta neema kama na hii, hautaiona. Kuna wakati utatafuta watumishi ambao watakukumbusha juu ya upendo wa kwanza, hautauona. Wengine wako kwenye mahospitali, hawaongei tena. Wewe hauko mwema kuwasaidia, wengine hawapo tena, lakini wewe Mungu amekupea nafasi ya kwamba utumie vizuri neema hii, kama vile wale watu waliopewa talanta na Bwana wa kazi. Yule aliyezika talanta aliitwa mpumbavu na kutupwa motoni, lakini wale waliotumia talanta zao kwa faida ya ufalme, aliwaita watumishi waaminifu. Acha Bwana Mungu akubariki, utambue ya kwamba neema ya Mungu inawatafuta watu waliopotea. Neema ya Mungu inawatafuta watu waliosaulikiwa. Bwana Mungu, tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa neno lako ambalo linashuka, maana maandiko yanasema kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lako vivyo hivyo ni lazima litimize yaliyo mapenzi yako. Gusa taifa lako mfalme. Bwana waonekanie, Bwana waoneshe nuru yako tena asubuhi ya leo, ili neema hii wasichezee, ili neema hii waitumie vizuri, maana wewe Bwana umlangoni kumulipa kila mtu sawasawa na kazi yake. In Jesus' name we pray. God bless you. God bless you, and I love you all. Amen.